Leo nataka nizungumze kitu kuhusu vita vya Marekani na Iran pamoja na Israeli. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil Anbiya'i wal Mursalin. Watu wengi sana wamekuwa mashabiki wa hivi vita. Wapo wanaoshabikia Marekani, wapo wanaoshabikia Iran. Wanaoshabikia Irani wanasema kwamba wale wamejidhatiti, wamejipanga, wana silaha kali, wako hivi na hivi. Wanaoshabikia Marekani pia hivyo wanasema Marekani ni super power, Marekani ina nguvu, Marekani inapigana, Marekani ina vifaa ambavyo nchi nyingine yote duniani hakuna. Wanaoshabikia Israeli, Israeli walipewa akili, Israeli ni taifa teule, Israeli wapo hivi. Sasa mimi leo nataka niwaambie jambo moja, na mnisikilize kwa makini sana. Mkinisikiliza kwa makini mtanielewa na mtaelewa vizuri sana, mtajifunza mambo mengi sana kupitia hapa Ustaz Juma TV. Na napenda nianze kuzungumza kwa hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama. Hii hadithi ndo itakayotufundisha kila kitu na kujua mshindi wa hii vita ni nani, ili mashabiki wote wa upande wa Marekani, wa upande wa Israeli, wa upande Irani, kila mmoja atapata jibu kutokana na hii hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallama nitakayoisoma hapa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallama, u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun min al-anbiya'i qabli, nimepewa mambo matano. Mambo hayo matano hakupewapo mtume yoyote kabla yangu mimi. Mtume anasema amepewa mambo matano. Jambo la kwanza ambalo Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema amepewa na Mwenyezi Mungu, anasema hivi: nusirtu birru'bi masirata shahrin, nimenusuriwa ama nimenusurika. Kwa maana kwamba Mtume anaposema nusirtu birru'bi masirata shahrin, nimenusuriwa na hofu. Ile hofu anayokuwa nayo mtu, ile hofu anakuwa na hofia, anaogopa mwendo wa mwezi mmoja. Kwa maana maadui wanapokuwa mahala fulani, Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa anaenda, wale maadui wakajua kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam anakuja, basi wale watu wanaingiwa na hofu. Hata kama mahala walipo na sehemu ambayo Mtume yupo kuwafikia ni ndani ya mwezi mmoja, basi wale watu wanakuwa na hofu na uoga. Hiyo ndio jambo la kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alipewa. Sasa mfano wa matukio yaliyopatikana yanayoendana na hii hadithi ni katika vita vya Tabuki. Vita vya Tabuk, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anaenda kupigana na Warumi kipindi hicho walikuwa ni dola yenye nguvu, na wanajeshi wake walikuwa wamezoea vita, wanapenda kupigana tena sana. Lakini waliposikia Mtume sallallahu alaihi wasallam anaenda, Warumi waliingiwa na hofu, wakaogopa, mpaka vile vita havikupiganwa. Kwa Mtume alikuwa amechukua jeshi lake aenda kupambana na Warumi. Warumi walikuwa ni watu wenye silaha kali, wamezoea kupigana, yaani ni watu ambao jeshi lao lilikuwa limezoea vita, lakini waliingiwa na hofu kusikia Mtume anakwenda. Alikuwa hajafika Mtume bado, lakini wamepata tu habari kwamba Mtume anakuja. Lile jeshi la Warumi na Warumi wenyewe wakaingiwa na hofu, mpaka vile vita havikupiganwa. Huu ni mfano wa kwanza. Mfano mwingine
Wa pili ni Fatihu Makka. Fatihu Makka, mtume wakati anatoka Madina anaenda Maka kuikomboa ile Maka iwe dola ya Kiislamu. Hapa kupatikana mapigano, kwa sababu wale makafiri waliposikia mtume swalla anaenda, waliingiwa na hofu na wakaslimu. Wengi wao wakaslimu na wengi wakaenda kwa upande wa mtume sallallahu alaihi wasallam wakisema ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Wakawa wanaukiri Uislamu, wanamkubali Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mfano mwingine ni katika vita vya Badri. Vita vya Badri vilipopatikanwa, ndio vita vya mwanzo kabisa kupiganwa Waislamu na wasiokuwa Waislamu. Vita vya mwanzo kabisa kupiganwa Waislamu na wasiokuwa Waislamu. Vita hivi Waislamu walikuwa ni watu 313. Waislamu walikuwa ni 313. Wakati huo makafiri, yani tukisema makafiri kwa maana wasiokuwa Waislamu, walikuwa ni watu 1000 na wakiwa na kila aina ya zana ya kivita. Wakiwa na kila aina ya zana ya kivita, wakiwa na zana za kivita, wana uwezo mkubwa sana. Jeshi ni watu 1000, lakini Waislamu hawana zana nyingi za kivita, wakiwa ni watu 313. Lakini vita hivi vya Badri Waislamu walishinda. Kwa sababu gani? Mwenyezi Mungu kuwatia hofu wasiokuwa ni Waislamu ilikuwa ni kuchunga na kulinda damu isimwagike nyingi, kwa sababu hawa wanapokuwa na hofu vita inaisha haraka, ama visipatikane damu isimwagike, na mtume anabaki na ushindi. Kwa mtume anaposema kwamba nusurtu birru'bi, nimenusuriwa na hofu, kwa maana hofu inamnusuru mtume, inampambania mtume. Hofu inaingia katika nyoyo za wale wasiokuwa Waislamu, wanakuwa na hofu na uoga mkubwa, wanarudi. Inapatikana fashli, inapatikana kule kuto kujasiri kupambana katika vita. Nafikiri mnanielewa vizuri Mashabiki wa vita wa Marekani, mashabiki wa vita vya Israeli na Irani. Kwa hiyo sasa namaanisha nini? Sisi huku Afrika tunasema kwamba Wairani wale ni Shia. Shia ni nini? Tuachane na mambo ya Ushia. Tukiachana na mambo ya Ushia, kwamba hata kama tukisema wale ni Shia, lakini hawawezi kulingana na wasiokuwa Waislamu kabisa ambao ni Mayahudi. Wale ni Shia. Hawawezi kuwa kama wale wa Marekani wasiomjua Mungu. Wapo wa Marekani wanaomjua Mungu, lakini wapo wale ambao almost ni watu wengi wasiomjua Mungu, hawajui kama Mungu yupo. Mayahudi, na Mayahudi ndio wanatawala Marekani. Sasa nasema hivi, jambo lolote likianzwa kwa bismillahi, jambo hilo limetimia. Jambo lolote likianzwa kwa bismillahi arrahmanir rahim, jambo hilo limetimia. Jambo lolote ambalo alianzwi kwa bismillahi, jambo hilo ni pungufu la baraka, halina baraka. Sasa wengi sana wanasema kwamba Irani imeshinda hii vita. Irani imeshinda vita kwa sababu wanapigana na Mungu yuko upande wao, wanapigania haki yao. Kwa sababu gani? Kila siku wao ndo wanachokozwa, wao ndo wanafuatwa, wanauliwa viongozi wao, wanauliwa watu wengi sana. Irani wamevumilia kwa mambo mengi. Rais yule aliyepinduka na helikopta, alianguka na helikopta, ni kwamba ni Israeli ilimpiga. Mambo mengi yamefanyika Irani, wamevumilia. Lakini hili la mwisho la kuuliwa kiongozi wa Kiislamu, wakasema tutauliwa mpaka lini? Wakasema bismillahir rahmanir rahim. Waliposema bismillahi wakaanza vita. Nafikiri mmeona moto uliotokea.
Wale ambao mnaoona wana nguvu ndio wanaoomba kumaliza vita. Wale mnaosema kwamba wana silaha, wao ndio super power. Wao ndio wanaoomba pole, wanaomba samani tumalize vita. Lakini Mwirani amesimama kwa sababu nusirtu birrubi masirata shahrin. Hiyo pia imewaingia Waislamu. Kwa yoyote atakayemwamini Mtume sallallahu alaihi wasallam na akamfuata, basi pia na yeye atanusurika na hofu. Hayo mambo mengine matano sitayataja kwa sababu si mahala pake, si mada niliyokuwa nataka kuizungumza. Kuna hii waju'ilat liyal ardu masjida. Hii pia ni mada nyingine nitakuja kuizungumza. Hii ya waju'ilat liyal ardu masjida ndio mahala ambapo Shia wanatumia mahalu shahidi ya kusujudia udongo unaoitwa Turbatul Husainia. Kuna udongo unaitwa Turbatul Husainia, wanatolea hapa mahalu shahidi ya kwamba sisi tunasujudia udongo kwa sababu Mtume amesema waju'ilat liyal ardu masjida. Ardhi imejaliwa kwangu mimi, tena wakitafsiri kwamba ni mahala pa kusujudia. Wakasema kwamba kwa tukisema kwamba imejaliwa ardhi kuwa ni msikiti, ina maana tutasema ardhi yote ni msikiti hapa mpaka huko dunia nzima? Tutasema hapana. Kwa hiyo ina maana ardhi imejaliwa ni sehemu ya kusujudia. Tena wanatumia ushahidi mwingine kwamba hata ukienda Maka pale kwenye Al-Kaaba hutokuta mazulia au mabusati, pale ni mawe. Kwa pale huwezi kumjua mshia wala msuni kwa sababu anasujudia nini? Mawe, na mawe ni ardhi. Kwa hiyo hiki kipande cha kwamba Mtume aliposema kwamba waju'ilat liyal ardu masjida, na ikajaliwa kwangu mimi ardhi ni mahala pa kusujudia, ndio wanatumia hii mahalu shahidi ya kusujudia udongo wa Turbatul Husainia. Wanaita Turbatul Husainia. Kuna kiudongo fulani, ngoja niwaonyeshe hicho kiudongo chenyewe ambacho tunakisujudia. Ni hiki hapa. Hiki ndio udongo ambao Shia wanaosujudia msikitini kwao. Ukiingia katika msikiti wa Shia utakuta udongo kama huu wanaotengeneza ili wawe wanaosujudia. Lakini wamesahau ya kwamba viungo 7 vinabidi viguse ardhi. Viungo 7 vyote, japa la uso, pua, mikono na miguu. Sasa wamesahau. Je, hivyo havipaswi kugusa ardhi? Hilo ni swali naliacha kwa Shia. Kwa sababu kusujudu si kuweka japa la uso tu, kule kuinama kote. Maana kile kitendo, kwa mfano niulize swali jamani. Umeinua miguu yako juu, alafu japa la uso ukaliweka chini ya ardhi. Miguu umenyoosha juu. Pale utakuwa umesujudu, hujasujudu? Na kama utakuwa hujasujudu, kusujudu ni nini? Ina maana ni viungo vyote vifuate utaratibu wa kusujudu. Je, viungo hivi vingine pia vitakuwa vimesujudu au havijasujudu? Na kama vitakuwa vimesujudu, havipaswi kugusa ardhi? Au hivi ndio vinatakiwa viguse nini? Ilmu ni pana sana. Nilichotaka kuzungumza mimi ni kuhusu mambo ya vita, si mambo ya kusujudu. Nitakuja katika darasa hilo la kusujudu inshallah. Allahu wa rasuluhu a'lam. Shia imeshinda vita. Naitwa Ustaz Juma na Msoma, unaangalia Ustaz Juma TV. Subscribe, bonyeza alama ya kengele uweze kupata mafunzo na maalumati mengineyo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.